hawajaamua tutawabana kwa sheria kwa kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Lakini leo nimepata nafasi ya kuzungumza na nyie. Nataka niwakumbushe jambo moja muhimu sana la mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu. Mwaka huu uchaguzi mkuu. Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa ishatoa ratiba yake. Narudia tena kusema, sisi kama wadau ambao ni serikali, jukumu letu ni kuendelea kutoa elimu na hamasa na kuwakumbusha. Na ndio kwa sababu natumia nafasi hii kuwakumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Vyama mbalimbali vya siasa vimeendelea na michakato yake. Na nashukuru kuna viongozi wa vyama vya siasa mko hapa. Najua na nyie mmeanza michakato yenu. Ndugu wa Tanzania, vyama vyetu hivi vyote, Chama cha Mapinduzi, Chadema, USD, vyote TADEA na vyote vimeanza kuandaa wagombea wao kwenye nafasi mbalimbali, urais, ubunge na madiwani. Sisi wa Tanzania tunayo haki ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi tunayemuona na maono ya kuleta maendeleo ndani ya nchi. Lakini pia una nafasi ya kwenda kugombea. Hii yote ni haki yako wewe, tena kikatiba, na ndio demokrasia. Sisi serikali tunasimamia hilo. Nataka niwaambie, ukiamua kufanya moja kati ya hayo, uchaguzi wetu mwaka huu utakuwa huru, wa haki na wenye uwazi. Na kwa sababu ni huru, uwazi na wa haki, viongozi wetu wa vyama vya siasa na watu wao wanapokuja, tunajua wanatumia lugha ya ushawishi ili wapigie kura. Na Watanzania ni wasihi, tupime sana maneno yanayozungumzwa ya ushawishi. Ushawishi huo usiende kuibomoa tunu tulionayo katika taifa hili, na tunu yenyewe ni ile ya amani na utulivu. Pale ambako unaona ushawishi unakuja lakini unakwenda kuelekea kuharibu, kupoteza tunu ya amani na utulivu, achana naye. Tunataka nchi hii iendelee kuwa kimbilio la wapoteza amani kwenye nchi zao. Na nyie Watanzania wenzangu, mmeona, mnajua mataifa yanayopambana, yanayovurugika, anayeathirika ni nani? Mtu wa kwanza ni mama, nimesikia hapo, ni kweli. Wa pili mtoto mdogo. Lakini tatu, hata sisi kwenye ukumbi huu, kama nchi hii singekuwa ya amani na utulivu, tusingekaa hapa mpaka saa hizi. Na kama ungekaa hapa, basi mguu mmoja ungekuwa huku, mwingine huku. Huu unajiandaa kuingilia barabara hii likitokea huku, na huu unajiandaa kukimbilia huku likitokea huku. Hiyo sio historia ya nchi hii. Nenda mwasikilize wanasiasa, nenda mtafakari kinachosemwa. Kiona hiki kinakupeleka kwenye kupoteza amani, huyo kwenye nchi hii hajajipanga. Viongozi wa vyama vya siasa, tunu hii lazima tuishikilie. Ni muhimu sana tukaienzi. Ni muhimu tukaangalia pia na hawa watu wetu. Tunapohamasisha tupambane, hawa wanakwenda wapi? Hivyo leo Dodoma mkikimbia, mnakimbilia wapi? Tunakimbilia wapi? Mkungunero? Tukimbilie poli la Mkungunero? Haiwezekani. Kwa hiyo viongozi wa vyama vya siasa wa heshima kabisa na waheshimu, mnafanya kazi mzuri kwenye nchi hii. Tumeendelea miaka yote, na nyie msiruhusu kuingia mtu kwenye vyama vyenu akawaongoza huko. Tutapoteana. Hatuna nchi ya kwenda. Zote hizo wanakuja hapa. Jamani, si mmeona kwenye TV jana, leo? Inafurahisha. Leo tumejenga majengo mazuri Mtumba, ukipita hapa juu huku nyuma huku, halafu itokee sasa vijana waskanka ndio wakapige vioo madirisha. Halafu baada ya wiki moja mji wote wa Dodoma ni magofu. Inamfurahisha nani? Muhimu sana hili likazingatia. Kwa hiyo niliona niseme hili kwenu. Leo nimepata nafasi ya kukaa na umma huu. Ni muhimu wa Tanzania mkalijua hili na mliogope sana kwa watu wote ambao wanakuja kutusambatisha. Kwa hiyo baada ya kusema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan,
Sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, nahitimisha rasmi